Ninamshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kusimama madhabahuni pake. Najua ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie happy Easter. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tutakuwa na wakati mzuri wa kujifunza neno kwa ufupi, kwamba tunavyoadhimisha kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, lazima tufahamu ni vitu gani vya kiroho ambavyo sisi kama waamini tumepokea kutokana na kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ili siku unapokuwa unasherekea Pasaka, unaelewa ni jambo gani la kiroho ambalo limefanyika. Unaelewa ni kitu gani cha kiroho ambacho umepokea wewe kama muamini ambaye unamwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari kujifunza? Na title ya somo la leo nimeita The Righteousness of God. Na katika lugha ya Kiswahili neno jepesi ambalo wanaweza kulitumia wanasema haki ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wametumia neno haki, lakini katika Biblia Kiingereza imetumia neno the righteousness of God. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufahamu, tunatakiwa kujua maana ya the righteousness of God. Haki ya Mungu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Tunapoongelea the righteousness of God, tunaongelea karakta ya Mungu. Mungu mwenyewe kwa asili, Mungu ni mtakatifu sana. God is holy. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapenda sana waamini yoyote waliompokea Yesu Kristo watembee katika neema ya utakatifu. Lakini akiwaangalia wanadamu, according to the word of God, hakuna mwanadamu ambaye anaweza akatembea katika utakatifu na akajihesabia mbele za Mungu kwamba mimi ni mtakatifu. Hakuna, according to the Bible. Na nitakusomea neno la Mungu usikie linavyosema kuhusu utakatifu. Ndio maana kitu kimoja kilichofanyika akati Yesu amekufa msalabani na kufufuka, kuna neema ya utakatifu ambayo tumeipokea kwa njia ya imani kutoka kwa Yesu Kristo kama zawadi. Kwa hiyo maana yake sisi tuna uwezo wa kutembea katika utakatifu, sio kwa nguvu zetu. Ni kwa sababu kazi iliyofanyika msalabani, Yesu alipokufa msalabani akatupa neema ya kutembea katika utakatifu alionao Mungu. Kwa kila mtu amepewa chance ya kuweza kutembea katika huo utakatifu. Ni utayari tu wa mtu kuamua kutembea katika hiyo njia. Na kuna neema ambayo Yesu tayari alishaiachilia alipokufa msalabani, ambayo inamsaidia muamini yoyote, believer yoyote kuweza kutembea katika hiyo njia ya utakatifu. Kwa hiyo hakuna excuse mtu ambaye anaweza kusema mimi sitaweza kutembea katika njia, kwa sababu Yesu tayari alipokufa pale msalabani alitupa hiyo neema. Na tutaenda kujifunza neno la Mungu tupate kuona namna hiyo nguvu ya the righteousness of God ambapo muamini anaweza akaitembea nayo na akaona matokeo kupitia the power of salvation, kupitia nguvu ya wokovu. Naomba ufungue kitabu cha Warumi. Fungua sura ya 3, tutaenda kusoma kuanzia mstari wa 21 mpaka 24. Nitaenda kusoma kitabu cha Warumi sura ya 3 kuanzia mstari wa 21 mpaka 24. Neno la Mungu linasema hivi: lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Nataka tuanze kujifunza kuhusiana na the righteousness of God. Naomba nisikie vizuri kwa makini. Ninapoongelea the righteousness of God, nazungumza kwa habari ya haki ya Mungu. Neno la Mungu linasema lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Mwandishi anasema lakini sasa. Unatakiwa kuwa makini sana kuliangalia neno lakini sasa. Mwandishi anapoongelea lakini sasa anatofautisha vipindi viwili tofauti. Anatofautisha kipindi cha Agano la Kale na kipindi cha Agano Jipya. Ndio maana Paulo anasema lakini sasa. Maana yake sisi tupo kwenye season ya sasa ambayo anaiongelea Paulo. Anasema haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Maana yake kitu cha kwanza ambacho mwandishi anatuonesha, kuna aina mbili za haki, ila anayoanza kuiongelea anasema haki ya Mungu. The righteous
the righteousness of God. Lakini pia kuna the righteousness of man. Kuna haki ya mwanadamu na kuna haki ya Mungu. Haki ya Mungu ndio hiyo nimeieleza, kwamba Yesu Kristo alivyokufa pale msalabani, yeye alivaa vazi la the righteousness, ambayo akasema yoyote atayemwaminia, yoyote atayempokea Yesu Kristo atatembea na vazi la the righteousness of God. Lakini Biblia inasema imedhihirika, manake hicho kitu hakikuwepo kabla ya kufa kwa Yesu. Hicho kitu ambacho sisi tunakiexperience katika hii generation, ambacho tunakiexperience sasa, hakikuwepo. Manake zamani ili utembee katika eneo la haki ya Mungu unahitaji kuzitii sheria zote za Mungu alizoziweka katika Agano la Kale. Na Mungu alivyoangalia wanadamu akaona hakuna mwanadamu anayeweza akatembea katika the righteousness kwa kutii sheria zote za Mungu. Manake haki ya Mungu nayoizungumza, hakuna mwanadamu anaweza akamridhisha Mungu kwa sababu ya matendo mema aliyotenda. Ni Mungu aliamua kutupa kama zawadi sisi wanadamu kutembea katika the righteousness of God. Lakini neno la Mungu linasema hivi, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Manake zamani ili uweze kutembea katika haki ya Mungu unatakiwa kuzitii sheria zote ambazo zimeandikwa katika Agano la Kale. Hautakiwi kukosea hata sheria moja, hautakiwi kukiuka hata sheria moja. Unatakiwa kutembea na zile sheria. Na Mungu alipoangalia wanadamu akasema hakuna mwanadamu ambaye anaweza akatembea katika hizo sheria zote kwa kumtii Mungu kupitia kutembea katika sheria zote. Akasema lazima niweke juu yao uweza wa kiungu ambao utawasaidia kutembea katika haki ya Mungu, sio kwa nguvu zao. Ni kwa sababu ya neema ambayo iliachiliwa baada ya Yesu Kristo kufa. Kwa hiyo zamani wakina Musa, ili tuangalie kama unatembea katika haki ya Mungu, tunatakiwa kuangalia zile sheria. Ukizini tu umeharibu, hauko tena katika haki ya Mungu. Ukiiba umeharibu, ukiua umeharibu, haupo tena katika haki ya Mungu. Lakini saizi Yesu baada ya kufa msalabani tumepewa mlango mpya ambapo mtu anaweza kawa na historia nyuma, lakini baada ya kumpokea Yesu kuna kitu kipya ambacho anakipokea. Anapokea uweza wa kutembea katika utakatifu ambao kwa nguvu zake asingeweza. Lakini kwa sababu Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu, tunakuwa na uwezo wa kiungu ambao unatusaidia kutembea katika utakatifu. Ndio maana utagundua hapa ndani ya kanisa tuna makundi mawili. Kuna kundi la kwanza linajitahidi sana kutembea katika sheria ili wamridhishe Mungu. Ila ili kundi alijaribu kutafuta neema ambayo itawezesha kutembea katika haki ya Mungu, ila wenyewe wanajitahidi kuzitii sheria. Lakini neno la Mungu linasema hakuna mwanadamu anayeweza kuzitii sheria zote na akaweza kutembea katika haki ya Mungu, isipokuwa tumepewa neema ambayo hiyo neema ikija juu ya mtu, anashangaa huyo mtu ajisikii kuzini tena, anashangaa huyo mtu ajisikii kunywa pombe tena, anashangaa huyo mtu ajisikii kudanganya, anashangaa huyo mtu ajisikii kusengenya. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyo mtu amepewa neema ya kimungu ambayo inafanya kazi juu yake, na sio kwa nguvu. Ni kwa sababu ya neema ya Yesu Kristo alivyokufa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna haki ya mwanadamu. Kuna watu ambao wakijitazama wanajiona wenyewe ni wema sana machoni pa Mungu, na wanajiona ni watakatifu sana machoni pa Mungu. Na ilishatolea mfano, Yesu akatolea mfano, akatolea mfano Farisayo na yule mtoza ushuru. Farisayo ameenda anaomba, anasema mimi sio kama wale wanaozini, mimi sio kama wale wanaoiba. Lakini yule mwingine anasema mimi ni mkosefu, sistahili hata kusimama hapa nilipo. Manake hao ni watu wawili tofauti. Huyu mtoza ushuru anajua kabisa siwezi kuwa mtakatifu bila neema ya Mungu. Lakini Farisayo anajua kwa matendo yake binafsi anaweza kumridhisha Mungu. Hakuna mwanadamu ambaye kwa matendo yake binafsi anaweza kumridhisha Mungu, ila tunapewa neema ambayo inatusaidia kuishi maisha matakatifu. Ndio maana Paulo akasema msipokee neema ya Mungu bure, kwa sababu kuna watu ndani ya kanisa wanaipokea neema lakini maisha wanaoishi hayaendani na neema walioipokea. Au muulize jirani yako, muulize yeye aliweza kuzitii sheria zote za Agano la Kale. Muulize, afu usisubirie jibu. Wewe muulize. Kama ameweza, basi huyo mtu ni mtu ambaye ni extraordinary katika kizazi cha sasa. Maana neno la Mungu linasema haki ya Mungu baada ya Yesu kufa imedhihirika, manake imemanifest pasipo sheria. Mungu akaangalia akasema hao watu nikiwaweka chini ya sheria, hao watu nikiwaweka chini ya sheria, hakuna hata mmoja anaweza kutembea katika utakatifu. Ninatakiwa niachilie kwao haki ya Mungu ambao wanatakiwa watembee nao katika maisha yao. Na kuna watu ambao ni kundi lingine. Hawa ni watu ambao wanatumia neema vibaya.
kwa sababu wanasema kwenye hiki kipindi neema iwaokoayo wanadamu imefunuliwa kwa watu wote, kama kitabu cha Tito kinavyosema sura ya 2 mstari wa 11. Anasema nitafanya hivi afu nitaomba rehema. Hawa ndio watu wanaochezea neema, wako ndani ya kanisa wanachezea neema. Wanasema ngojea nitende dhambi kidogo, alafu kwa sababu neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa, najua hakuna shida, neema bado ipo. Ngojea niibe leo kidogo, ngojea leo nimalizie kusengenya, nimalizie leo mara ya mwisho. Anasema leo ngojea nitukane mara ya mwisho, nikitukana leo nitarudi tena. Hawa ndo watu ambao wanachezea neema. Ndio maana Paulo akasema katika kitabu cha Wakorinto, msipokee neema ya Mungu bure. Neema ya Mungu ikija kwako inatakiwa kubadilisha. Ndio maana tunasema kuna tunda la Roho. Mtu ambaye anatembea na neema ya Roho Mtakatifu, hatuhitaji kuuliza, tunahitaji kumwangalia ili tujue tunda alilolibeba. Anasema utawafahamu kwa matunda yao. Mtu aliyebeba Roho Mtakatifu, ukimwangalia tu matunda yake unaelewa huyu ambeba Roho Mtakatifu. Kuna mwingine tunda la uvumilivu umekula, tunda la upendo alipo. Kwa hiyo neema inapokuja kwenye maisha ya mtu, kitu cha kwanza ambacho kinatakiwa kuonekana, neema inatakiwa kukubadilisha pale ambapo kwa nguvu zako ulikuwa uwezi kubadilika. Hiyo tunasema kwamba huyu mtu ametembelewa na neema. Sasa nimesema kuna makundi mawili, kuna haki ya Mungu, the righteousness of God, alafu kuna the righteousness of men. Kuna watu wenyewe wakijiangalia wanasema sisi ni watakatifu kanisa zima, na hawa ndio watu ambao wanakuwa wa kwanza kuhukumu wengine. Lakini neno la Mungu linasema hakuna yoyote. Neno la Mungu linasema hakuna yoyote. Hawa wanaokimbilia kuhukumu ni kwa sababu bado hawajajua kutembea na neno. Ukijua kutembea na neno, anasema kipimo kile kile ulichompimia mwenzako, nawe utapimiwa kipimo hicho hicho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno la Mungu linasema hivi, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Anasema inashuhudiwa na Torati na manabii. Manabii waliprofesai, walikuwa wanatamani sana hiki kipindi kipite kwao, lakini akikupita kwao, lakini wakakiona kinakuja. Nabii Yeremia katika sura 23 mstari wa 5 anatabiri, anasema tazama zinakuja siku, asema Bwana, ambapo Mungu atachipusha chipkizi katika nyumba ya Daudi, chipkizi la haki. Anasema naye atamiliki mfalme na atatenda kwa hekima. Anasema naye atahukumu, atafanya hukumu ya haki katika nchi. Maana yake wale wenye haki wengi waliokuwepo kipindi kile hawakupata hii neema ambayo sisi tumeipata. Walikuwa wanatamani sana hiyo neema iwe juu yao, lakini walikuwa hawako kwenye hiyo season. Lakini sisi tuko kwenye season ambayo ni extraordinary, ni season ya tofauti. Tunatembea na utakatifu ambao Yesu kaubeba tu, upo ndani yetu unafanya kazi. Mtu yoyote aliyemwamini Yesu Kristo, mtu yoyote aliyempokea Yesu Kristo, najua tu utanielewa. Maana ngeza leo alijua tutafundisha pokea fedha, pokea magari. Leo tunafundisha somo la tofauti kabisa. Leo somo la tofauti kabisa. Na ukilielewa hili somo, kila unachokihitaji kitafunguka kwa jina la Yesu. Kwa hiyo walikuwepo ni haki wengi waliotamani kuona haya majira, waliotamani kuona hii season, lakini hawakuweza kuiona hii season kwa sababu wao walikuwa wako chini ya sheria. Wakina Yeremia walikuwa wako chini ya sheria, lakini sisi tumeenda extra. Tumepewa neema ambayo iko juu ya sheria, ambayo hiyo neema inahitaji mtu kuwa tayari kuweza kutembea katika hiyo neema. Sasa kuna watu ambao ni wagumu, wanajua kabisa wana neema lakini hawataka kutembea katika haki ya Mungu. Ndio nimesema wanachezea neema bure. Manabii waliprofesai wakasema itakuja season ambayo itakuwa imeachiliwa haki ya Mungu. Yoyote ambaye ataipokea haki ya Mungu ataweza kuwa mtakatifu, na sio kwa nguvu zake, ni kwa sababu ya neema iliyopo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, haki ya Mungu inapatikana kwa njia gani? Ukisoma mstari wa 22, anasema ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti. Yani kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho, unatakiwa kumwamini Yesu Kristo. Ukimwamini tu Yesu Kristo na ukampokea kuwa mwokozi wa maisha yako, tayari wewe una qualify, una vigezo vya kutembea katika haki ya Mungu. Anasema ni kwa njia ya imani, yoyote anayemwaminia Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake ataipokea hii haki ya Mungu. Manake kuna mlango uko wazi. Hata mtu ambaye leo hajampokea Yesu Kristo, akija akimpokea Yesu Kristo, kuna haki ya Mungu ambayo inaanza kufanya kazi katika maisha yake. Na Paulo katika kitabu cha Efeso, nilifundisha hili somo, ameeleza haki ya Mungu kama silaha ya vita. Ametaja silaha za vita. Anasema ngao ya imani, anasema dirii ya haki.
the breastplate of righteousness. Anasema yoyote anayekuwa na hii haki ya Mungu anakuwa na ulinzi usio wa kawaida. Manake katika ulimwengu wa roho, shetani haogopi watu wanaonena kwa lugha. Shetani haogopi watu wanaoomba. Shetani anaogopa watu waliovaa dirii ya haki na wakatembea nayo. Anawaogopa hao watu sivyo kawaida. Anasema Paulo katika kitabu cha Efeso, anasema hii ni silaha ambayo waamini wengi hawajui kama hii ni silaha. Ukitembea katika haki ya Mungu katika ulimwengu wa roho, unakuwa na silaha hatari ya kumwangamiza shetani. Anawaambia kanisa la Efeso, vaeni silaha za vita ili mpate kumshinda adui. Na anakuelezea, anasema one of the weapon ni breastplate of righteousness, ni dirii ya haki. Kuna watu ambao shetani akiwaangalia anawaogopa. Na kwa nini anawaogopa? Ni kwa sababu wameamua kutembea katika njia ya haki ya Mungu. Na sio tu kwamba anaogopa, katika ulimwengu wa roho ni silaha ya vita. Ndio maana unaweza ukawa unaomba sana, unaweza ukawa unafunga sana, unaweza ukawa unasoma neno, lakini usipokuwa na hii haki ya Mungu, unaweza ukawa unapata mashambulizi yasiyo kawaida. Mwenye masikio na asikie, mwenye macho na aone, asemacho Roho Mtakatifu. Mimi mwenyewe najifunza, watu wanasema upasa anatuambia sisi, na mimi mwenyewe wanasema neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Kwa hiyo hata kwangu kuna sehemu nakata. Kwa hiyo na mimi najifunza. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu aliponipa hili somo nikashangaa sana. Akaniambia nenda kawaambie kwa nini kuna watu wanapata vita, kwa nini kuna watu wanapata mashambulizi kila siku, kwa nini kuna watu wanaombewa hawaoni matokeo. Kwa sababu hawajaamua kutembea katika njia ya haki ya Mungu, the righteousness of God. And it is granted kwa mtu yoyote ambaye amemwamini Yesu Kristo na amempokea. Kwa hiyo hauna excuse. Yaani wewe kama uliendeshwa sala ya toba na umempokea Yesu Kristo, tayari hicho kitu unacho. Hauna kisingizio, tayari unacho. Kwa hiyo maana yake katika ulimwengu wa roho kuna realms, kuna dimensions za kiroho ambazo haingii kila mtu. Wanaingia watu ambao wamebeba haki ya Mungu, ambao wamebeba the righteousness of God. Ndio maana inaitwa haki. Unastahilishwa sehemu usipostahili, unaonekana una haki sehemu usipo na haki. Ndio maana inaitwa haki ya Mungu. Kuna dimension za uchumi, wanaingia watu waliobeba the righteousness of God. Kuna dimension za kiroho za utumishi, wanaingia watu walioamua kutembea na the righteousness of God. Sio kila mtu anaingia. The only few people ambao wameamua kutembea na haki ya Mungu. Muulize jirani yako, wewe uko tayari kutembea na haki ya Mungu? Atakuwa amekujibu. Sasa nataka nikuoneshe kitu ambacho neno la Mungu linazungumza. Anasema hivi, mstari wa 23. Anasema kwa sababu wote, sema wote, wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Paulo anapoandika hiki kitabu cha Warumi, asemi kama nimeona kuna baadhi ambao wameweza kutembea katika hii haki ya Mungu. Anasema kama kabla Kristo Yesu ajafa msalabani, Mungu alivyoangalia watu wote, akaona kila mtu ametenda dhambi. Kwa hiyo wakati unaenda kujihesabia haki, yale maombi unaombaga kila siku saa 9 ukiwa unajihesabia haki, Mungu akikuangalia anasema wote wametenda dhambi. Biblia inasema wote. Hakuna ambaye anaweza akajihesabia haki mbele za uso wa Mungu. Mungu anaweza akaangalia hata mawazo unayoyawaza, tayari umetenda dhambi. Ndio maana akawaambia katika Agano la Kale wameandika msizini, lakini mimi nasema yoyote atemtazama mwanamke kwa kumtamani, manake kwa akili yake, tayari huyo mtu ameshazini. Manake kuna dhambi zingine zinatengenezwa kwenye akili ya mtu, zinatengenezwa kwenye mawazo ya mtu. Mungu akasema hawa watu nikiwaacha watashindwa kutembea katika utukufu. Kuna kitu ambacho lazima niwape ili wasipungukiwe na utukufu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe hautakiwi kupungukiwa na utukufu, kwa sababu katika hii season unaotembea kuna haki ya Mungu ambayo imefunuliwa kwako kwa sababu ya kufa Yesu Kristo alipokufa pale msalabani. Kwa hiyo hautakiwi kupungukiwa utukufu kwa neno lolote. Hatutakiwi kupungukiwa utukufu kwa neno lolote, kwa sababu haki ya Mungu ilifunuliwa kwa watu wote baada ya kufa Yesu Kristo. It was revealed to everybody, to every believer of Christ. Kwa kila muamini wa Kristo ilifunuliwa. Unasema bwana, mimi unajua mimi sitenda kabisa dhambi. Hivi saa hizi kuna watu wengine tayari wako guest. Wale wanasikiliza neno lakini mtu yuko guest. Bwana katika ulimwengu wa mawazo, lakini na unasema haya nawaza kisirisiri, hamna anayenijua. Neno la Mungu linasema yeye achunguzae viuno na mioyo ya wanadamu
Anasema moyo ni kitu kidanganyifu, hakuna awezaye kukijua. Lakini anasema yupo Mungu ambaye anaweza kuchunguza viuno na mioyo ya wanadamu. Na anapoongelea viuno anazungumza minds, akili za wanadamu. Akati unajihesabia haki, anakujua ulikoenda kwenye mawazo. Hadi anakujua ulikofika. Uwezi kumdanganya, anakujua ulikofika. Kila mtu ana siri yake hapa alikofika. Yeye anajua. Kuna wengine katika ulimwengu wa mawazo tayari umeshaua mtu. Afe. Na ukaona haitoshi kwenye mawazo, kaingia kwenye maombi. Afe. Afu unashangaa jamaa anadundika tu. Jamaa inasema apate magonjwa, natupa. Unashangaa jamaa na afya tu. Huyu asifanikiwe, unashangaa jamaa ndo kwanza amenunua 0 kilo. Unashangaa jamaa asijenge, unashangaa ndo kwanza kajenga gorofa. Uko kitu gani hiki jamani? Mungu anakufundisha namna ya kutembea na haki ya Mungu. Na hiki kitu tukikijua ndani ya kanisa, tutaweza kushinda vita vingi vya kiroho. Ni masomo ambayo sio common, lakini ni somo ambalo ukilielewa, kuna sehemu lazima litakuvusha. Kuna sehemu lazima litatuvusha kwa jina la Yesu. Kwa hiyo maana yake katika ulimwengu wa roho, sikiliza neno la Mungu anasema wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo maana yake unavotenda dhambi, kuna kitu kinafanyika katika ulimwengu wa roho. Aishi kwenye dhambi unayoitenda, ila kuna kitu unapunguza. The more you sin, the more unavopunguza utukufu wa Mungu katika maisha yako. This is what the Bible says. Ndio maana hata wewe mwenyewe ukitoka kwenye dhambi unajiona kabisa kuna kitu kimekutoka, lakini huwezi kueleza nini. Na unasikia huku, yani kumechafuka huko moyoni, yani kumechafuka kweli. Kumbe kile ambacho unakuwa na experience wakati huo, utukufu wa Mungu unakuwa umekuachia, umepungua katika maisha yako. Na nisikilize, hakuna kitu ambacho kwa sisi watumishi wa Mungu kinatudanganya kama karama. Mungu akikupa karama huwa haichukui. Unaweza ukawa na karama lakini umepungukiwa na utukufu wa Mungu. Unaweza ukaprophesy lakini umepungukiwa na utukufu wa Mungu. You can see visions lakini umepungukiwa na utukufu wa Mungu. You can hear the voice of God lakini umepungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa anza kuangalia sehemu unapopunguzaga utukufu. Wewe mwenyewe utakuwa unajua. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Anaileta ile picha vizuri, ile inayopunguza utukufu. Kwa sababu jamaa mbona alikuwa fire, lakini amerudi, kuna kitu kimepungua, watu hawajui ni kitu gani. Sasa nataka nikwambie hicho unaleta utukufu, umepungua. Na tunapozungumzia kwa habari ya glory, tunazungumzia the visible presence of God, uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu una kiwango ambacho vinatofautiana. Ndio maana neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo linasema kwa habari ya Yesu Kristo wa Nazareti, aliyetiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda akitenda kazi njema huku na huku. Sasa ukisoma kwa Biblia zingine inasema kwamba kuwa anointed beyond measure. Kulikuwa hakuna kipimo. Manake neno la Mungu linavyosema kuna upako aliokuwa anatembea nao Yesu beyond measure. Manake nguvu za Mungu zinapimika na viwango vinatofautiana. Kwa hiyo sasa kazi ni kwako, unataka kupunguza, unataka kuongeza. Kazi ni kwako. Neno tumeshajifunza. Unataka kupunguza, unataka kuongeza. Anasema wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kuna mtumishi mmoja alinifundisha maombi mazuri sana wakati naanza kumpokea Yesu Kristo. Akawa yeye akiwa anaomba anasema, Mungu, siwezi kujihesabia haki mbele yako. Nilipokuwa napata ile revelation ndo nikaelewa hicho alichokuwa anakizungumza huyo mtumishi nini. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tumeelewana? Lakini unatakiwa kufahamu neno la Mungu linazungumza katika kitabu cha Efeso, anasema vaeni silaha za vita ili mpate kushinda hila za adui. Katika Biblia inasema mvae silaha za vita muweze kushinda the vials of the devil. Maana yake katika ulimwengu wa roho, haki ya Mungu inaonekana kama vazi. Mtu akivaa inaonekana, demons can see kwamba huyu mtu amebeba haki ya Mungu. Katika ulimwengu wa roho, watu wenye macho ya kuona wanaona kwamba huyu amebeba haki ya Mungu. Kuna watu mmoja walikuwa anakemea pepo. Sasa alipokuwa anakemea pepo, japokuwa mapepo nao sio kuamini, maana shetani ni baba wa uongo. Nataka ujifunze tu mfano. Jamaa akemea pepo akasema, nitaje wewe jana ulipokuepo? Yule aliambiwa utaje jana ulipokuepo, akakimbia, akabakia watatu. Yule mwingine akasema, yaani wewe kwanza ufungi, uombi, alafu unakuja unakemea nini? Akakimbia wapili, akabakia wawili. Wale wawili walipokuwa wanakemea, anasema wazinzi, wakikemea na anasema wazinzi, anapaza sauti. Wanaminya mdomo, azibe mdomo, ndo anapaza sauti wazinzi. Yaani kanisa sasa, what is happening? Kanisa zima likageukia kule, niangalie kitu gani kinaendelea.
Yanasema kwa jina la Yesu, wanasema wazizi. Amna na sifa ile pepo nasema kwa sauti. Hadi watu wote wakageuka wakasema Kaangalia wajua wapendwa, wakaangalia wakajifanya kama hawajaona hivyo. Wanaendelea. Wewe subiria baadaye. Wakajifanya kama hawajaona. Wameangalia wale jamaa ikabidi watoke nje ya kanisa wakaenda kupumzika kule, wakamwacha yule mtu anarukaruka pale peke yake. Akasema naye akasimama akafuata akasema joeni wamekimbia wazizi. Anasema wamekimbia wale wamekimbia. Jamaa kakala kona sasa. Isiwe tabu hii. Wakala kona. Mmoja akaniambia bwana, yani blaza, mmoja anaitwa blaza, akaniambia yani ni kilichofanyika leo nimeaibika, kila nikitaka kucheka nasikia kununa tena. Anasema kila nikitaka kucheka inabidi ninune, nikikumbuka tu ile nanuna kidogo. Mwe nifanya kitu kibaya sana. Anasema nanuna kidogo. Maana yake katika ulimwengu wa roho kuna vitu ambavyo viko wazi. Kwa hiyo mtu aliyevaa vazi la haki ya Mungu katika ulimwengu wa roho, mtu mwenye macho ya kiroho anaweza akachungulia na akamuona huyu mtu kama ana hilo vazi au hana. Manake even demons wakitaka kumwataki mtu, kitu cha kwanza wataangalia hiyo silaha, kama huyu mtu ameivaa hiyo silaha au hajaivaa hiyo silaha. Kwa hiyo Paulo anazungumza, anasema ili uweze kupigana vita hakikisha unavaa hivi nilivyokuambia. Anataja ngao ya haki, anataja vitu vyote pale, anasema usipovivaa hivi hakikisha usiende vitani. Kuna watu wanaenda vitani hawajavaa hata kimoja. Afu wako vitani hawajavaa hata kimoja, wako vitani wanapambana fire. Shetani anasema mbona huyu mweupe tu hajavaa chochote? Anakuangalia kwanza. Anasema mbona hajavaa chochote? Kwa hiyo hiki kitu tunapozungumzia haki ya Mungu ni kitu ambacho Mungu ametupa bure. Tunahitaji kuwa na kiu ya kuweza kukitafuta. Tukiweza kukitafuta, kuna kipindi ambacho tunapitia, tunaita kipindi cha transformation. Mungu anaanza kutubadilisha, tunaanza kutembea katika haki yake. Ambacho tunatakiwa kuwa nacho ni kiu ya kutamani. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa na kiu, hiki kitu hakiwezi kaja kwako. Ni lazima utengeneze kiu ya kutamani kwamba Mungu, ninajua umenipa the righteousness of yours. Najua umenipa utakatifu wako. Najua umenipa haki yako. Lakini nifundishe namna ya kutembea. Nifundishe namna ya kuivaa. Nifundishe namna ya kuishi. Nifundishe namna ya kuitumia. Utashangaa ghafla kuna vitu ulikuwa unafanya unaona kabisa saizi hauwezi kuvifanya tena. Ukiona dalili hiyo ujue tayari kuna neema ya haki ya Mungu imekuvaa ndani yako. Ulikuwa unaenda unakaa na watu wamejaza mapombe pale, lakini now you are not comfortable. You don't know why you are not comfortable. You are not comfortable kwa sababu kuna kitu kimeingia ndani yako umekivaa ila wewe hujui. Ulikuwa unaenda klabu, lakini saizi rafiki zako wakupigia unaona you are not comfortable kwenda klabu. Ujue kabisa kuna kitu umeanza kukivaa ndani yako. Kuna yule alikuwa akitutumia message anakuambia nimekumisi. Unamwambia tuonane. Akikutumia message nimekumisi saizi haujibu tena. Aise wewe unatembea na neema. Mbona sijasikia amina au wapo? Bwana Yesu asifiwe. Saizi haujibu, hutaki hata kuzijibu hizo message. Unaona kabisa ni kitu ambacho usiwezi kufanya. Una struggle kufanya vitu ambavyo ulikuwa unafanya zamani, ambavyo vilikuwa vinaonekana kwako vya kawaida, lakini sasa you are not comfortable at all. Manake tayari umebeba neema ya haki ya Mungu ndani yako. Kuna maneno ambayo ulikuwa unaongea unaona ya kawaida, kumtukana mtu kawaida, kumwabuse mtu kawaida, lakini now unachagua maneno, unaongea maneno ya hekima, unaona kabisa kuna kitu nimekivaa ndani yangu. Manake haki ya Mungu inapokuja kwenye maisha ya mtu inaanza kumbadilisha yule mtu. Anaanza kufanana na Mungu katika mwenendo wake, katika kuishi kwake, katika kutembea kwake, katika namna anavyopenda watu, namna anavyosaidia watu, inambadilisha ndani yake. Anaanza kuishi kama Mungu mwenyewe. Ndio kitu ambacho Yesu alikifanya alipokufa msalabani. Alitamani sana sisi tuweze kuishi kama yeye alivyo mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi, wamehesabiwa, mstari wa 24 anasema wamehesabiwa haki bure kwa neema yake
kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Anasema hivi, kila aliyemwamini Yesu Kristo, kuna kitu kimetokea katika maisha yake. Amehesabiwa haki popote katika maisha yake. Yaani kuna haki ambayo mtu aliyepokea haki ya Mungu anaanza kutembea nayo. Kuna vitu ambavyo ulikuwa ustahili kupata kwenye uchumi, lakini kwa sababu unatembea na haki ya Mungu, unaanza kuhesabiwa haki. Ulikuwa una struggle kwenye eneo la uzao, kwa sababu unatembea na Mungu unaanza kuhesabiwa haki. Ulikuwa una struggle kwenye eneo la mahusiano, kwa sababu unatembea na Mungu kwenye hii haki ya Mungu, unaanza kuhesabiwa haki. Nilishangaa, anasema yoyote anayetembea na haki ya Mungu, kitu anachokifanya Mungu anakuhesabia haki usipostahili. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kuna watu mtaenda kupata vitu usipostahili. Ni kwa sababu umeamua kutembea katika haki ya Mungu. Ni kwa sababu umeamua kutembea katika the righteousness of God. Kuna watu milango ya uchumi itafunguka isivyo kawaida. Mungu alikuwa anasubiria tu upate hii revelation. Kuna watu milango ya biashara itafunguka sio kawaida. Mungu alikuwa anasubiria upate hii revelation. Kuna watu kwenye eneo la mahusiano itafunguka isivyo kawaida. Mungu alikuwa anasubiria upate hii revelation. Kuna wengine ni eneo la career litafunguka isivyo kawaida, kwa sababu Mungu alikuwa anasubiria upate hii revelation. Anasema wote wamehesabiwa haki. Unaelewa maana kuhesabiwa haki? Umeenda kwenye ATM, unakuta una shilingi 10,000. Unataka kutoa 100,000. Wewe hauna haki ya kutoa 100,000. Utatoaje 100,000 wakati una 10,000? Lakini mtu anayetembea na haki ya Mungu, maana yake hata pale usipostahili unapewa usichostahili. Anasema katika ulimwengu wa roho, yoyote anayetembea na haki ya Mungu amehesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kitu kingine anachozungumza, anasema hivi, wamehesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Maana yake anasema hii neema ambayo umehesabiwa ni neema ya bure ambayo hustahili. Mimi nakwambia, baada ya maombi ya leo tunaenda kuomba kwa dakika 5 tu. Na tutavoomba hizi dakika 5, kuna watu Mungu ataachilia hii neema kwenu. Kuna vitu ulikuwa mwenyewe uvipende, una struggle kuviacha, lakini utashangaa baada ya leo hivyo vitu inakuwa kwako ni easy kuviacha. Ulikuwa unamwambia mume wako au mke wako kichwa kama nungunungu, ukikasirika baadaye unaanza kujutia. Utashangaa uwezi tena kusema hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Utashangaa uwezi tena. Unataka kutukana lakini hauwezi kwa sababu haki ya Mungu unatembea nayo. Anasema ninashangaa tu kwa nini niliolewa na wewe vidole gumba kama ya konokono. Unashangaa uwezi tena. Ujue haki ya Mungu imekuja juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua neno likiisha toka limetoka. Baadaye ukikaa unasema, nilianzaje kusema vile jamani? Nilianzaje kusema vile? Yaani kila nikikuangalia miguu yako yote ya kushoto. Mpendo huyo anamwambia mwenza wake. Mmoja alimwambia, wewe unataka unioe, tutakula nini? Tutakula kunguni? Sioni dalili hapo. Anamwambia sioni dalili. Anamwambia yule mwanaume, haoni dalili hapo. Haoni ugali hapo. Anamwambia sioni kitu hapo. Tutakula kunguni. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Tuombe juu ya kitu ambacho Mungu ametufundisha siku ya leo.